tulipokea wito wa uwepo wa tukio la moto, tukitaarifiwa kwamba kuna mmoja wa chumba cha hostel cha chuo kikuu cha sayansi MUST Mbeya kilikuwa kinawaka moto. Tuliweza kufika eneo la tukio, kweli tukabaini uwepo wa tukio hilo ambalo kulikuwa kwenye hostel ambayo inaitwa block namba 8C, ambayo miongoni mwa chumba chake kimoja ambapo kwa ground floor kilikuwa kinawaka moto. Tuliudhibiti moto huo ili usiweze kuenea maeneo mengine na tukafanikiwa kufanya hivyo. Chanzo cha moto huo, taarifa za awali inaonyesha ni coil heater ambao mmoja wa wanafunzi ambao wanakaa kwenye chumba hicho walikuwa wanakitumia kwa ajili ya kuchemshia maji ili waweze kuoga. Najua wote nafahamu kwamba mkoa wa Mbeya una baridi sana, kwa hiyo walikuwa wanachemshia maji ili waweze kupata maji ya moto ili waweze kuoga. Lakini kwa bahati mbaya ikapata short, na kwa sababu hita hiyo ilikuwa karibu na godoro, moto kashika kwenye godoro na kuweza kusababisha madhara. Madhara ambayo yamepatikana ni kuungua kwa baadhi ya vitu vya wanafunzi ikiwemo nguo zao, madaftari na kompyuta mpakato 2 ambazo wanafunzi walikuwa wanazitumia, vitanda pamoja na magodoro ambao walikuwa wanatumia wanafunzi kulalia. Binadamu tumepata madhara kidogo ya mwanafunzi mmoja ambaye ni miongoni mwa waliokuwa wanakaa kwenye chumba, nadhani amepata mshtuko mdogo, na bahati mbaya ndio mwanafunzi ambaye alikuwepo wakati lile tukio linatokea. Kwa nadhani kutokana na zile taarifa mshtuko ameupata, lakini ameweza kukimbizwa zahanati ya chuo hapa na taarifa tulizonazo kwamba anaendelea vizuri. Lakini kwa maana ya mali kama nilivyoeleza, mali za wanafunzi zilizokuwa kwenye kile chumba, kwa sababu ilikuwa kinakaliwa na wanafunzi 8. Kwa hiyo kwa maanisha kama vitanda 4 double decker, kwa kila kitanda kala watu 2. Kwa hiyo wengine wote wako salama, lakini na kwa bahati nzuri kwa sababu tukio limetokea asubuhi, wanafunzi walikuwa wako darasani. Hata yule mwanafunzi aliyekuepo ni kwa sababu tu kipindi chake kilikuwa asubuhi, kwa hiyo alikuwa anajiandaa ili aweze kwenda kwenye vipindi muda uliokuwa unafuata. Ni chanzo cha moto, lakini basi kuweza kuona tathmini ya athari ambayo imetokea. Taarifa rasmi ya management itatoka basi kueleza kwa ujumla tukio limesababishwa na nini na athari ambazo zimetokea na kadhalika. Kwa haraka sisi kama management tumeshakaa, tumetengeneza timu ambayo basi iweze kushughulikia tukio hili. Kuna timu ya wataalamu ambayo itashirikiana na timu ya Jeshi la Zimamoto kuweza kufanya tathmini nzima na kuweza kutoa sasa taarifa rasmi ya chanzo cha ile tukio na kuweza basi kutushauri kitaalamu siku za usoni tufanye nini kuweza kuzuia matukio kama haya, majanga kama haya yasiweze kutupata. Na kwa wale basi ambao chumba kile moto ulikoanzia pamoja na kile chumba cha juu pale tumeisha wabainisha, na nafikiri mtaeleza taratibu namna gani ambavyo tutaweza kuwasaidia kwa haraka kuweza kuhakikisha kwamba basi mnaendelea na maisha yenu kama kawaida. Bado nisikia ndani yako kinafyatuka. Ukiwa unanyosha tu hivi kinafyatuka kile. Hata si hapo kule hii hapa tatizo hivi kinafyatuka. Kwa hiyo maana yote isaidie. Sawa. Lakini pia tunaomba pia milango ya huko nyuma mtusaidie ile wazi. Kwa kama leo imetokea shida wote tumetokea huko, kuna mwingine amebingirika huko ameumia na nini. Kwa hiyo tunaomba ile milango pia hiyo inakuwa wazi. Asante. Na waruhusu wanafunzi. Waruhusu. Sasa ilikuwa ipo hapa. Unaona? Tunawakataza sana. Hita muwaruhusu. Hawaruhusiwi. Lakini wenyewe walikuwa nayo. Ndio, na huwa wana. Basi mnawaruhusu. Basi wanaruhusiwa. Hili chumba la wanafunzi wanakaa ndani, lakini kwa sasa hivi hawakuwa ndani. Walikuwa sisi wengine wameama.